Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema tafuta wakati wa kusema na kunyamaza. Tafuta wakati wa kusema na kunyamaza. Ni mimi Mwalimu Peter nakaribisha hapa Nuru ya Maisha. Tafakari yetu, tafuta wakati wa kusema na kunyamaza. Maisha ni safari ya maamuzi. Na moja ya maamuzi magumu ni kujua wakati gani wa kunyamaza na wakati gani wa kusema. Kuna nguvu kubwa katika kukaa kimya. Lakini pia kuna uzito mkubwa katika neno sahihi linalosemwa kwa wakati wake. Sasa tutafakari wakati wa kunyamaza. Kimya kinaweza kukuokoa na mabishano yasiyo na maana. Kimya kinaweza kukulinda dhidi ya aibu. Kimya kinaweza kukupa nafasi ya kutafakari na kuamua kwa busara. Ndio maana maandiko yanasema, mjinga akiketi kimya huhesabiwa mwenye busara. Hii unaipata katika Methali 17:28. Wakati wa kusema. Kuna nyakati ambazo sauti yako ni dawa ya kuponya mioyo iliyojeruhiwa. Ni upanga wa kutetea haki. Na ni nuru ya kuleta matumaini. Ukinyamaza wakati unatakiwa kusema, unakuwa sehemu ya giza. Yesu alisema, neno lisemwalo kwa wakati ni kama tufaa la dhahabu katika vyombo vya fedha. Hii unaipata kwenye Mithali 25:11. Mtu anayejua wakati wa kusema na wakati wa kunyamaza ana hekima ya Mungu. Na Biblia inasema au inatufundisha kwamba mtu huyo anajipatia heshima na anajitengenezea uwezo wa kujenga uhusiano imara. Kumbuka, Roho Mtakatifu ndiye anayetoa hekima ya kutofautisha wakati. Hivyo ushauri wangu, kila siku muombe Mungu akupe hekima ya kutambua lini ukimya wako ni kinga na lini sauti yako ni ushindi. Ukipata hiyo hekima ya kujua wakati wa kusema na wakati wa kunyamaza, wewe ni mshindi. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.